Tena kwenye mjadala ama ufafanuzi na uchanganuzi wa kile ambacho kinaendelea katika vita vya Mashariki ya Kati kati ya Iran na Marekani, lakini pia wakiwa wanafanya collaboration na nchi ya Israeli. Ikumbukwe wiki hii kulikuwa na mazungumzo ya amani kule nchini Pakistani, ambapo waziri mkuu wa nchi hiyo alikuwa ndiye mtu kati ambaye anaunganisha pande hizo mbili ambazo zimekuwa zikisigana, na wengi walitarajia kwamba pengine huo ndio utakuwa mwanzo mzuri wa kusitishwa kwa mapigano hayo ambayo yamedumu kwa muda sasa. Lakini hali isivyo bahati, tuliona kwamba mazungumzo hayo hayakwenda vizuri na hakukuwa na mwafaka, na hatimaye ilisababisha tena kuendelea kwa kuanza na mapigano. Moja kati ya kitu ambacho kilikuwa kimesababisha majadiliano hayo yasifikie ukomo wake katika mwenendo mzuri ni pamoja na nchi ya Israeli kukataa kutowashambulia Hezbollah, kwa sababu wanadai kwamba hiko ni kikundi hatari sana kwa usalama wa taifa hilo. Kwa hiyo Iran katika vipengele 10 ambavyo aliviweka kumpa Marekani ni pamoja na kusitisha mashambulizi ya Israeli kwa Hezbollah, na endapo wataendelea basi Iran haitokubali kuendelea kusitisha kwa vita hivyo na wataendelea kushambulia, kitendo ambacho sasa kilionekana kwamba kimeonesha hakuna mwisho mwema kwa mazungumzo hayo. Lakini kingine ambacho pengine Marekani na Israeli walikataa ni pamoja na kutoweka wazi mwenendo ama kile kipengele ambacho Marekani mara zote amekuwa hakitaka uranium ya Iran ambayo imerutubishwa isitumike kwa ajili ya kutengenezea silaha za nyuklia, kwa sababu ni moja kati ya silaha hatari sana, na hiko ndicho kitu ambacho pengine Marekani na Israeli wamekuwa wakihofia kutoka kwa Iran. Lakini Iran katika majadiliano hayo hakuweka bayana kwamba ataendelea kutengeneza ama kutoendelea kutengeneza, lakini alikataa kusalimisha ama kuwasilisha ile uranium ambayo tayari imerutubishwa ikiwa nchini kwake, na hiko ndicho kipengele ambacho pia kilionyesha kwamba mazungumzo hayo hayatoenda fair, kwa sababu endapo uranium hiyo ikibaki Iran, Marekani na Israeli hawana uhakika kwamba ataitumia katika matumizi mengine ama ataendelea kutengeneza mabomu ya nyuklia. Kwa hiyo sasa leo hii Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza tena. Kwanza ametangaza kufungua kwa mfereji wa Hormuz ambao ulikuwa ukimilikiwa na Iran tangu vita vianze, na Marekani alisema kwamba atapeleka majeshi yake kuhakikisha kwamba hakuna meli ambayo itapita. Lakini tunakumbuka baada ya taarifa ya Pentagon kueleza kwamba tayari wameweza kuzuia misafara yote ya meli ambazo zitakuwa zinapita pale Hormuz, tuliona meli za China na Iran zilipita baada ya masaa kadhaa tu ya Marekani kutangaza hivyo, na wengi wakidauti kwamba inawezekana Marekani ameshindwa kudhibiti mfereji huo. Hiki kinakuja kujidhihirisha kwamba ni kweli, kwa sababu ukiangalia masaa takriban 20 tu tangu itangazwa hivyo, tayari Rais Donald Trump wa Marekani amerejea tena kwa vyombo vya habari na kueleza kwamba kwanza wameufungua mfereji wa Hormuz. Iko cha kwanza. Cha pili, wamekubali kusitisha mapigano kwa muda wa siku 10, kwa maana Israeli haitakiwi kuishambulia Hezbollah. Na cha tatu, Marekani anaomba tena mazungumzo ya awamu ya pili ya kutafuta suluhu kati yake yeye na Iran, jambo ambalo pengine wengi hawakulitarajia kwa kipindi hiki cha karibuni, kwa sababu Iran alikataa vipengele vyake vile ambavyo amevipeleka kwa Marekani. Moja ya kitu ambacho kilisababisha mazungumzo hayo yasifikie mwelekeo mzuri ni pamoja na kukataa kutoishambulia Hezbollah, lakini pia cha pili ni kitendo cha Iran kutowasilisha uranium ambayo wamerutubisha. Lakini leo hii masaa kadhaa tangu kutangazwa kwa Marekani pengine kuiteka ama kuzuia mfereji wa Hormuz kutumika na meli za Israeli na washirika wake, tumeona tayari amelegeza, lakini pia
kile kipengele ambacho Iran amekuwa akishikilia kwa muda mrefu, tunaona tayari wanaanza kukubali. Hii inaleta taswira ya kwamba pengine Marekani mambo yamekuwa sio mambo, na ndio maana tunaona kwamba mdogo mdogo wanaanza kurejea kukubali yale masharti ambayo yaliwekwa na Irani. Endelea kuwa nasi ndani ya Mapro Media. Leo nakuletea vigongo kwelikweli kila wakati. Nafikiri baada ya hii nitakuletea tena uchambuzi wa kina kile ambacho kinaendelea katika vita hii ya Mashariki ya Mbali, Mashariki ya Kati, kule kati ya Iran na Israeli pamoja na Marekani. Nitakuelezea kwa nini Saudi Arabia sasa wanaanza kujitenga na Marekani. Kwa nini Uturuki pia rais wao amelihutubia bunge juzi na kueleza msimamo wake kwamba kwa sasa hatukubali tena Israeli iendelee na vita na Iran. Nini kinakwenda kujiri? Tutarudi tena katika video inayofuata. Baki nami, endelea kujiunga na kuifuatilia Mapro Media, utapata yale ambayo wengine huwezi kuyapata. Asanteni na kwaheri, tukutane katika video inayofuata upate elimu, upate kuyajua yale ambayo wengine hawawezi kukuhadithia.